Sawa, Dokta, nashukuru sana kwa hilo. Nitaka pia kuangalia kwa ufupi sana kuhusiana na maendeleo katika sekta katika eneo la TEHAMA pamoja na mizani ya kidijitali. Kuna wakati makelele yalikuwa mengi sana kwenye mizani. Watu wanachezea mizani, wanafanya nini na nini, mambo yalikuwa mengi sasa kwenye pamba kule kanda ya Ziwa. Hapa penyewe vipi? Kwanza kwenye eneo la TEHAMA. Ndio. Hii chini kipaumbele namba 1 cha Tume Maendeleo ya Ushirika kuhakikisha kwamba tuna digitalize mfumo wote wa ushirika. Ndio. Tunashukuru sana serikali katika kipindi hiki cha miaka 4. Kwanza serikali imetoa takriban bilioni 1.5 kwa ajili ya kutengeneza mfumo mkubwa wa usimamizi wa vyama vya ushirika, tunaita mfumo wa MOVU, MUVU. Kwa hiyo huu mfumo umetusaidia kwanza kusajili vyama vyote vya ushirika, kusajili wana ushirika, lakini shughuli zote za vyama vya ushirika kuanzia kama nilivyokuambia mwanzoni, ukitaka chama cha ushirika unasajili shughuli zake zote, budget na kila kitu inapitia kwenye mfumo. Lakini huu mfumo sasa, niende kwenye kile ulichokiuliza, umeunganishwa sasa hivi kwa upande wa wakulima, umeunganishwa na mfumo wa mizani ya kidijitali. Serikali imehakikisha kwamba wakulima wanaanza kutumia mizani ya kidijitali. Mizani hizi ukiweka mzigo wako ukipima, kwanza inakuonyesha moja kwa moja kama ni kilo 10 na kuonyesha, unaona kwa macho. Inaondoa ule mzani wa zamani ambao unausogezwa hivi, si ndio? Kwa hiyo mtu anaweza kusema hapo ni 20 toa, lakini kumbe aje. Lakini hata ni kama ni 20.2 itakuonyesha mzigo wako ni 20.2.3. Kwa hiyo mkulima anapata mzigo wake kama anavyotaka. Sasa huu mizani ambayo sasa hivi imegawanywa, imesambazwa kwenye vyama, serikali imetumia takriban bilioni 13 kusambaza mizani hizi, na tumeshamaliza kwenye eneo la kahawa, tumeshamaliza kwenye eneo la kahawa tukisema manake ni Kagera na maeneo mengine, lakini eneo ya kusini kwenye mazao ya korosho na ufuta tayari tumeshamaliza kugawa, tumaliza msimu huu. Sasa hivi tumeanza kwenye eneo la pamba ambayo tutazindua, nadhani baada ya wiki 2 tutazindua ugawaji wa mizani ya kidijitali kwenye pamba. Bado tunaendelea. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kwamba baada ya kuwa na mfumo na sasa tunatumia mizani ya kidijitali, hii mizani imeunganishwa na huu mfumo. Kwa hiyo wewe ukiwa pale Mwanza kwenye chama chako cha msingi, ukipima mzigo wako, tunataka tuone mpaka kwenye ofisi ya mrajis kwamba kuna bwana anaitwa Bernard amepima kilo 10.2, yuko chama fulani, na ukiuza tuweze kuona kwamba umeuza mzigo wako leo kupitia mnada fulani, na ukilipwa tuweze kuona kwamba umelipwa shilingi fulani kutokana na mzigo unaolingana kitu fulani. Kwa hiyo pamoja na kwamba hili halijakamilika kwa 100%, lakini ni mwelekeo mzuri sana, kwa sababu maeneo tuliyofanya kwenye kahawa kwa kweli mabadiliko yamekuwa ni makubwa sana, na kwenye ufuta kwa mfano Lindi mabadiliko ni makubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi tunaelekea kwenye pamba ambako kanda ya Ziwa yote ile na mikoa mingine ambayo inalima pamba inaenda kufaidika na mfumo huu wa TEHAMA. Nimependa sana hiyo, kwa sababu kuna wakati wananchi walikuwa wanalia sana mizani inachezewa na nini serikali. Ni kweli kabisa, ni kweli. Na nitaka kuangalia pia kwenye uwekezaji wa mali za ushirika katika uzalishaji. Hii wenyewe vipi? Utakumbuka kabisa kwamba kati ya mambo ambayo yalikuwa ni magumu sana kwenye ushirika ilikuwa ni matumizi mabaya mali za ushirika. Kulikuwa na mali nyingi ambazo zilikuwa zimeuzwa kiolela, na tunashukuru sana kupitia ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mali hizi ziliweza kurudishwa na zinaendelea kurudishwa mpaka saizi tunapogundua. Sasa hapa kazi yetu sasa hivi ambayo tumeanza kuifanya katika kipindi hiki cha miaka 4 ni kutambua mali hizi za ushirika na kutengeneza mfumo ambao hizi mali zitapewa zitatambulika, na yani kwamba ikiondoka unaweza kugundua kwamba mali fulani haipo. Kilichofanyika wakati ule ni kwamba hata hizo mali ambazo tunasema zimeibiwa, zingine ilikuwa inabidi uende kuuliza wazee, jamani tunasikia hii mali ni ya ushirika, kwa sababu hakukuwepo na takwimu inayoonyesha kwamba mali za ushirika ziko wapi. Na kwa hiyo kazi kubwa ambayo tunaifanya sasa hizi ni kuzitambua zile mali, na kwa mfano sasa hivi zoezi linaendelea na tumeshatambua mali za ushirika kwa vyama 600 tu. Tumeshatambua mali ambayo ni takriban trilioni 1.5, lakini tunaendelea na tayari tumeingia makubaliano na kampuni binafsi kwa ajili ya kutusaidia zoezi hili ambayo tumeshaingia makubaliano. Wao watafanya kazi ya kupita nchi nzima na kutambua. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumeshafanya kiasi hicho, lakini tunategemea pia mpaka mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumemaliza zoezi hilo
na kutengeneza mfumo mzima ambao sasa mali hizi hazijapotea. Lakini tukisha zitambua, kazi yetu sasa ni kuendelea kuhamasisha sasa vyama hivi vitumie mali hizi katika kuzalisha. Namna ni nyingi. Wao kama wana uwezo wanaweza kutumia kwenye kuzalisha. Lakini siku hizi kuna kibiashara mnaweza mkashirikiana. Kuna ile unaingia mashirikiano na labda kampuni yenye fedha, mnasema jamani, tuna jengo au tuna eneo katikati ya mji wa Dodoma, lakini sisi hatuna uwezo wa kulijenga. Kwa hiyo jenga, alafu labda uendeshe kwa miaka 5, miaka 10, miaka 20 kwa jinsi mkubaliana. Lakini unaweza kuwa unakuta mashamba, ukienda kule Kilimanjaro kuna mashamba makubwa, unakuta chama kimoja kina eneo labda hata heka 1000, labda hawana uwezo wa kuwekeza kwenye ile eneo. Tunakubaliana au tumewaruhusu wanaweza kuingia makubaliano na makampuni binafsi ambayo yanaweza kuendeleza, lakini kwa makubaliano namna gani ambavyo chama cha ushirika na wanaushirika wale wanafaidika na ile mifumo. Kwa hiyo hiyo ni kazi yetu tunaendelea nayo. Hongera sana Dr.